Duru za habari zinaeleza kwamba uchumi katika Umoja wa Ulaya unaenda kuanguka na bila kutumia mali za Urusi zilizogandishwa. Tume ya Umoja wa Ulaya imewapa wanachama chaguo kati ya matokeo ya kiuchumi na kisheria ya kufadhili Kiev. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Financial Times. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zitakabiliwa na upungufu wa pato na zitakuwa na madeni isipokuwa zikubali kutumia mali ya Urusi madhamana kufadhili Ukraine. Tume ya Ulaya imeonya katika waraka ulioonekana kupitia gazeti la Financial Times ikisema kwamba nchi hizo zitakuwa na madeni makubwa, lakini pili, vikwazo vingi ambavyo wameviweka dhidi ya Urusi vitahatarisha uchumi wa mataifa hayo. Katika waraka huo uliosambazwa katika miji mikuu ya Umoja wa Ulaya kufuatia kushindwa kwa mwezi uliopita kufikia makubaliano juu ya mkopo wa fidia wa karibu euro bilioni 144 sawa na dola bilioni 160, Financial Times imeripoti. Bila kugusa akiba ya benki kuu ya Urusi iliyogandishwa, EU ingehitaji kuidhinisha ukopaji wa pamoja au kutoa ruzuku za moja kwa moja. Zote mbili zitaathiri moja kwa moja bajeti za kitaifa na kuongeza deni la umma, tume ya Umoja wa Ulaya imeonya. Bado haijulikani kama chaguo la kuipatia fedha Kiev zinazotokana na fedha za Urusi kwamba itachukuliwa, na hata rais wa Marekani Donald Trump amewaonya watu wa Magharibi hasa Umoja wa Ulaya kwamba wasithubutu kutumia fedha hizo kwani zitaweza kusababisha changamoto. Lakini pia hata International Monetary Fund IMF imeeleza zaidi kwamba kutumia fedha hizo kutakuwa na athari kubwa katika uchumi, kwani mataifa mengi hatakuwa tayari kuwekeza fedha zao katika mabenki ya kigeni. Gharama nyingi za serikali zisizo za kijeshi ikiwa ni pamoja na mishahara, pensheni, huduma za afya na elimu zitategemea kabisa misaada ya kigeni. Ubelgiji inaendelea kupinga matumizi ya mali ya Urusi kama dhamana ya mkopo, ikitaja hatari kubwa za kifedha na hali katika nchi za Ulaya. Pesa zilizogandishwa za jumla ya karibu dola bilioni 300 kote ulimwenguni na takribani dola bilioni 200 zinazoshikiliwa kwenye Umoja wa Ulaya hasa nchini Ubelgiji sijachukuliwa kitaalamu na zinaweza kudaiwa na Urusi ikiwa vikwazo vya EU havitafanywa upya kila wakati. Umoja wa Ulaya umetoa ufafanuzi wa kisheria kwa kuainisha riba inayotokana na fedha zilizogandishwa kama faida isiyokuwa ya Urusi na kuzitumia kuisaidia Kiev. Mpango huo mpya unategemea dhana kwamba Urusi hatimaye italipa mkopo huo kama sehemu ya suluhu la amani la siku zijazo, matokeo ambayo waziri mkuu wa Ubelgiji Bart de Wever ameyataja kuwa yasiyowezekana. Siku ya Ijumaa ya wiki hii, maafisa wa tume ya Umoja wa Ulaya kwa mara nyingine tena walishindwa kuishawishi Ubelgiji kuunga mkono unyakuzi wa mali ya Warusi. Urusi imesema itachukulia matumizi yoyote ya mali inayofadhiliwa kama wizi na inaweza kulipa kisasi kwa kunyakua euro bilioni 200 katika mali za nchi za Magharibi inayozishikilia na serikali na kampuni za kigeni nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mpango ambao EU inataka kufanya hasa kuchukua mali za Warusi, lakini kutokana na hali ya uchumi wa sasa pamoja na vikwazo vingi ilivyoweka dhidi ya Urusi, sasa umoja huo wa Ulaya unahisi hali ya uchumi katika mataifa hayo utayumba kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo limesababisha baadhi ya viongozi katika umoja huo wa Ulaya kuamua kuchukua maamuzi mengine ya kuachana na mpango wa kuchukua fedha za Warusi kama dhamana kwa ajili ya Ukraine. Basi endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utayajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.